yatakiwa mzazi aitumie kwa kulea watoto wake, ndugu zangu Waislamu, ni njia ya kuwapa watoto wako mawaidha na kuwakumbusha na kuwarekebisha pindi wanapokuwa wamekosea ama wamesahau jambo la sawa. Na hii ndio njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anatueleza ya kuwa Luqman alitumia kwa kumlea mtoto wake. Allah anasema, idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Na hizi aya nyingi sana zinaeleza nasaha na mawaidha ambayo Luqman alimpa mtoto wake, na Allah ametaja nasaha hizi za Luqman ili wazazi pia wawe hivyo, ya kuwa je, wewe pia huwa unatolea mtoto wako ama watoto wako mawaidha, ama wataka tu mawaidha kuwa ni ustadh ama imamu ndiye mwenye kutoa msikitini, lakini wewe si jukumu lako hilo kuwapa mwelekeo watoto wako kwa kuwaeleza kwa maneno yale mazuri unayojua. Jambo muhimu sana hilo, ndugu zangu Waislamu. Ndio sababu kwenye sura al-Baqara Allah anatuambia hii ni njia ambayo hata mitume walikuwa wanaifuata kwa watoto wao. Allah anasema, am kuntum shuhada idh hadara yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo katika aya hii Allah akawa ametukusanyia vitu viwili katika njia za malezi. Njia ya kwanza ni kuwapa mawaidha kwa kuwauliza na kuwahoji watoto wako, hebu niambieni ni njia ipi ambayo mtaifuata baada ya kuwa mimi nimefariki? Ni nani mtakayemwabudu hata mimi nikiwa nishakufa? Yakuba anauliza watoto wake, wakamjibu wakamwambia, na'budu ilahaka, sisi tutamwabudu Mola wako, wa ilaha abaika, na pia Mola wa babako ambaye ni Ishaq, na wote ni mitume hao. Lakini pia watoto wake wakamwambia ya kuwa tutamwabudu Mola wako. Hapa tunapata faida ya kuwa tutakuiga wewe, tutakuiga wewe kama tunavyokuona unamwabudu Allah, sisi pia tutakufuata kumwabudu huyo huyo Allah. Ndugu zangu Waislamu, njia ya tatu ambayo pia ni muhimu sana kwa malezi ya watoto ni mzazi kuwa ni mwenye kuwafuatilia watoto wake sawa sawa, wawe na yeye katika nyumba ama hata nje ya nyumba. Usije tu kawa unasema kwa mimi muhimu, najua kwa mtoto wangu amekula basi yatosha hiyo. La hasha wakalla. Tena hasa kwa ulimwengu wa sasa, mtoto wako anatembea na nani, anaenda wapi, na kisha mtoto wako kama ndani ya nyumba, je ana simu ama hana, na kama anayo anaitumia hiyo simu? Bali mzazi anatakiwa mtoto wake akiwa na simu umlazimishe, kama anaweka password uijue, kiasi yako ukiishika hiyo simu yake uweze kuifuatilia unavyotaka, sisi mpaka tena umuulize kwa nifungulie. Lakini kuwa mtoto yuko kwenye nyumba ana simu, password mzazi wake hajui, ukitaka kufungua anakuambia hapana, na inakuwa ni vita. Mwisho unasema basi wacha shauri yake. La hasha wakalla. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, kullukum ra'in, nyote ni wachungaji, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, na nyote mtaulizwa kuhusu uchungaji wenu. Kisha Mtume akasema, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, yule baba ambaye ni mwanaume kwa nyumba ni mchungaji kwa wale watu wa nyumba yake wote, yeye ndio mchungaji na taulizwa kuhusu alivyowachunga. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, na hata mama pia ambaye yuko pale nyumbani na watoto wake pia ni mchungaji kwa kuchunga nyumba ya mume wake, lakini pia kuchunga watoto wa mume wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, ni muhimu sana kufuatilia watoto wetu, kwa kuwa hiyo ni moja katika njia ya malezi. Wala mtu aseme kwa ndio ulimwengu wa sasa hakuna haja kufuatilia watoto, wenyewe wanajua mema na mabaya. La hasha wakalla. Lakini njia ya tatu ndugu zangu Waislamu ni hiyo. Ama